kidogo wachukia, sura wabadilisha nageuka chita, makocha na parua waniacha naumia. Upweke mama la mama sala mwenyewe tulia acha tena naye nitawa nili wa Tangu lini tukiwa wawili humu ndani mimi na wewe ukaanza kumuulizia lini? Leo. Mbona tata? Sasa kama kumuulizia lini kitu kibaya. Umetoka huko unakuja hapa nikadhania utaongea vitu vya maana. Huko unamuulizia yule lile wako. Leo. Ndio maana mimi. Sasa ndio kwa nia mbaya. My darling. My sweetheart. Nampenda. Hapo ndio siku kwa vizuri. Alisopata na mapishi yako siri hai. Watu wanakapa nzuri wewe. Kipi naweza fanya akili yako ikatulia? Upweke mwiba nani nasijatulia. Kipi naweza fanya akili yako ikatulia? Shem. Habari? Mzima? Mbona hivyo? Vipi, mbona sauti yetu? Una nini? Msubi yupo? Yuko nyumbani? Uko wapi? Karibu uko wazi. Ali. Ndio ndio. Uko vizuri? Kwa maana karibu sana. Asante sana. Ndio. Kutulia. Uko vizuri? Nashukuru sana. Potea. Mr. Msubi. Naam. Shindi kwa institution gani pale? Station kile. Hizo zote. Sizani. Kutana naye. Na nimejaribu kumsikiliza kila napojaribu kuongea naye. Anaonyesha ni mtu ambaye anatamani sana kunijibu lakini sauti yake haitoki. Kama ni tatizo. Anaweza lini kwa kwenye hili? Sizo. Ongea sauti haitoki. Jiji unaendelea nini kingine? Sababu tangu jana iko vizuri. Sasa ndio kama naye ongei. Na toka mzee nimetoka kwa Kiswahili. Na nilitaka kumwambia kwa muda sombe. Nikamwambia hayo. Sasa kwa pia ongea na vipi? Na kwenye station ambayo mimi nimemuona. Si kusema labda anafanya mtihani. Ni mtu ambaye yuko serious, ana tatizo sauti haitoki. Ujaribu kuuliza labda kwa njia nyingine akwambie vizuri. Sababu mimi nakwambia kaka. Tangu jana uko vizuri. Sawa. Wala labda kujisikia kwenye
Kama maigizo. Fanya maigizo tu ndio. Wala sana naye bwana. Nini bwana? Familia inaenda. Familia poa kabisa, ila changamoto ndo yangu bado pale pale. Lele kijana yuko pale nyumbani. Dunia na mambo sana kaka. Dunia. Unajua kaka, kuna siku moja nilikuwa nazungumza na yeye, japo nilizungumza kwa ficho, ilikuwa ni issue ya yule shemeji yako na mkeo. Nisio Mungu bwana, ile jambo limeniuza kichwa kwa muda mrefu. Nikaona sasa kuna siku moja kashia naye. Na mazingira mawili ambayo niliyaona kati ya shemeji yako na mkeo. Nikasema kama sio hicho kitu unachofikiria, basi kuna mazoea ya kijinga ambayo inaweza si ni mzungu au nini. Unajua bro, nilikuta ile wamekumbatiana, kuna ile haja ya kawaida, ila sasa wamekumbatiana ni kimahaba, inaonyesha nini hichi. Sasa unajua hizi ndoa bwana, unaweza kuepuka tu neno unamuelezea mtu kitu fulani ya kwa sio poa sana. Kwa hiyo ndugu yangu, nahisi kuna kitu kabisa kwa kuzungumza. Bwana, mimi nashukuru sana kwa kuweza kunieleza vizuri. Na nitajaribu kulifanyia kazi. Maana kuna mambo ambayo nahisi yanaendelea kwa sababu. Kwa hiyo naomba usitoke kuniambia. Fanya ndugu yangu. Na hata haya matatizo ambayo naona uko nayo, itakuwa ni sababu ya wewe. Shemeji. Unajua kaka, ngoja nikwambie hii fact. Sawa. Wanawake bwana, kuna vitu vingi ambavyo wanaona. Kwa mwanamke anakusumbua kwenye ndoa au amebadilika, basi tatizo ni wewe au amepata mwanamke mwingine. Ni kweli mchezungumza. Uko sahihi. Maana ndoa yangu kama unajua changamoto zinakuwa nyingi. Na hata hivyo unapozungumza, sidhani kwamba wana uzungu unajua tamaduni zetu sisi Afrika. Hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo tutalifanyia kazi. Usitoke Hamna shida. kitu ambacho mimi nakwambia ni wewe umejaliwa. Kuna Huyu dada ni mwanakikundi wetu, aliletwa na mteja wetu anaitwa Nina. Leo alipofika kwenye kikundi chetu, hali yake hatuielewa kidogo. Tukajaribu kumuuliza maswali, ikabidi atuelekeze kwa kutumia simu. Akatuandikia message kwenye simu kwamba hawezi kuongea na hata kiongea sauti haitoki. Hivyo kama kiongozi nikaona bora nimlete nyumbani ili kuhakikisha usalama wake pia na kuhakikisha familia pia inaelewa anachokipitia. Nashukuru. Unajua hilo swala la kuongea kwa huyu imenisajabisha, maana jana nilikuwa vizuri. Na tunapoona hapa rafiki yangu ameniambia kukutana naye akaelezea haya. Sasa kinachonishangaza, inawezekanaje mtu yule anaongea vizuri kwa asubuhi hawezi kuzungumza? Sawa, hapo sasa kama familia kwa kuwa tumeshafikisha mikono salama, inabidi sasa nishughulikie tatizo. Nashukuru sana. Mimi naomba niwaache kidogo kwa kuwa nishamfikisha nyumbani na amani kabisa, yuko salama. Huko nilipotoka niliacha kikao kinaendelea. Naomba niondoke. Kwa elimu. Tutakuuliza kinachoendelea. Karibu. Asante. Unajua mwanzo naeleza kuhusu tatizo la mke wangu, sikujua kama liko serious. Sasa na huyu ndiye aliyekuja kumleta hapa sasa ndo nafungua macho. Sasa kaka, nashindwa kuelewa. Yaani inakuwaje hili ghafla?
Unajisikia kwani? Sema. Hapa pana bana. Kaka. Ile hasira kabisa. Unajua hili ni tatizo. Na kama ni tatizo, natakiwa lishughulikiwe. Kinyume na hapo, itakuwa kubwa zaidi. Hivi unafikiri Msubi, hili swala ni la kawaida? Kwa nini ndugu yangu unasema hivyo? Uliambia kwamba hajawahi kutokea. Hajawahi kutoka kabisa katika maisha yake. Hajawahi kaka. Hili swala sio la kawaida. Sasa mimi nakushauri wako, usifumbie macho. Uona unaonaje? Kwa nini tusimpeleke hospitali? Hapo taribu zaidi. Ili swala sio la hospitali. Ukimpeleka hospitalini unaweza kupoteza. Swali likakuwa zaidi. Nafikiri kuna ustazi mmoja shehe yuko vizuri. Bwana mdogo. Labda yeye akichemka ndio labda tuende kwa hospitalini. Lakini kwa sasa hivi hapa Ila kweli kama unajua kama hivi ilikuwa ni tabibu kwa afya basi na dalili ambazo tumeziona. Kama inatokea hapo. Ndugu yangu tumsaidie kwa hiyo. Sasa hapa mimi nifanye hivi. Acha nikuache. Nimpatie hiyo shehe alafu tutajuzana. Basi shukuru sana kaka. Sawa, haina shida. Haina shida. Siwezi kupenda wewe na kutaka wewe, usiniache mwenyewe, siwezi. Nakupenda wewe na kutaka wewe, mimi peke yangu siwezi. Mke wangu, unajua wewe ni mzuri sana. Najivunia sana kuwa na wewe. Macho yako, ulimbo wako, umeuteka sana moyo wangu. Mke wangu, naomba nikuulize kitu. Ushafikiria siku moja kama naweza kukuchiti? Hapana. Sijawahi kufikiria jambo la namna hiyo. Nakupenda sana mke wangu. Nakupenda pia mume wangu. Hakika umeniamua kuniwezesha chini ya ardhi muda mrefu sana. Hakika wewe ndio tarajio la moyo wangu. Ila sitaweza kuja kufanya hivyo vitu hata siku moja. Na endapo sikuja kujua kwa wewe unamchiti, sijui nitakuwaje. Wenda nikaja hata kujua. Au unaweza kuja kufanya kitu kibaya katika maisha yako, utuweza kuja kukisahau. Mume wangu. Ninapokupenda na unajua tulitoka mbali.
Samahani nicheki wala sikumani kucheki. Nakupenda. Na unajua. Siku ya leo nataka niende kukuonyesha. Wow, kweli? Mimi nawe love to spend, usijeniacha mwenyewe, moyo utakufa siwezi. Oh, nakupenda wewe, nakutaka wewe, usiniache mwenyewe siwezi. Oh, nakupenda wewe, nakutaka wewe, mimi peke yangu siwezi. Nakupenda wewe, utaka wewe, nakutaka wewe. Unajua swala hili linachanganya sana. Yaani mtu usiku anazungumza vizuri, yuko poa, Afrika asubuhi ndio anataka huyu. Kile kijaribu kutafakari naona bora sielewi. Kwani umefikia wapi? Nilizungumza na Moka akaniambia kuna namna ya kutusaidia, kwa hiyo nasubiri majibu yake. Mimi muone kama anafanya mambo ya kitoto. Maana ni mtu mzima na anajielewa. Alafu vitu anavyofanya utoto. Mimi nawatizama tu, sinaweza endelea kuangalia. Kabisa. Wana mtu mtazama mara moja. Oh, yeah. Dunia imeumbwa na mengi, mimi nawe love to spend, usijeniacha mwenyewe, moyo utakufa siwezi. Oh, nakupenda wewe, nakutaka wewe, usiniache mwenyewe siwezi. Chrissy. Nakupenda Chrissy. Moyo unaumia, nashindwa vumilia. Unaumiza kidogo, wachukia. Sura wabadilisha, unageuka chita. Makocha na parua, waniacha naumia. Upweke, mwiba ndani ya nafsi, roho haijatulia. Kipi naweza fanya akili yako ikatulia? Upweke, mwiba ndani ya nafsi, roho haijatulia. Kipi naweza fanya akili yako ikatulia? Oh, yeah.
Dunia imeumbwa na mengi, mimi nawe love to spend. Usije niacha mwenyewe, moyo utakufa siwezi. Nakupenda wewe, nakutaka wewe, usiniache mwenyewe siwezi. Nakupenda wewe, nakutaka wewe, mimi peke yangu siwezi. Nakupenda wewe, nakutaka wewe, nakutaka wewe.